hatua za ukuaji. Kuna hatua za kutembea na Mungu, kuna hatua za kwenye maombi, labda mahusiano mbalimbali, lakini hizi ni hatua za ukuaji. Si mara nyingi sana tunaelewa kwamba hatua za ukuaji ni za muhimu sana kwenye masuala ya mahusiano na Mungu. Hatua za ukuaji zinaweza kubadilisha mtazamo wa Mungu na kuboresha mtazamo wa Mungu. Kubadilisha na kuboresha. Wewe tuangalie kidogo kwenye kile kitabu cha Ibrania, ile sura ya 5, ule mstari ule wa 12 na ule mstari wa 13. Amina. Biblia inasema, Tende. Maana neno la Mungu li hai. Tena li 5, sio 4. 5, Ibrania 5. Biblia inasema, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Okay. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Ndio. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Ndio. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Inatosha. Anasema inapopasa kwa walimu, mnasubiriwa muda mwingi kuwafundisha wengine na kutamna kitu. Lakini mwandishi wa kitabu hichi anatuambia tatizo alilogundua ni utoto na ujanga. Tunaelewana? Uchanga uliposimama, hawakuweza kuwa kielelezo kwa watu wengine, au wokovu walio nao haukuwa kielelezo kwa watu wengine. Sio, mnanielewa nikisema kielelezo? Sasa anasema sasa muda mwingi umepita. Lakini nenda kaangalia nasemaje, moja ya tatizo mlilo nalo kwa sababu ya chakula mlicho nacho, anasemaje? Kwa sababu ya kiwango cha kiroho mlicho nacho. Anasema watoto wachanga, anasema hawajui sana neno la haki. Wanaweza wakalijua lakini wasilijue sana. Unaelewa? Kwa anasema hivi, kwa sababu ya utoto, kwa sababu ya hatua. Maana anaposema utoto si hatua ati. Anaposema kwa sababu ya hatua hii hamwezi kulipambanua neno la Bwana. Hamlijui sana neno la haki. Kwa hiyo maana yake, angalia. Kwa unaweza ukawa Mkristo, ukasoma neno la Mungu, lakini tatizo lake neno la haki, neno la Mungu linaloleta haki, hautaweza kulitumia lile neno na likaweza kuleta haki kwa watu wengine. Sio, unanielewa? Kwa neno la Mungu unaweza ukawa nalo, lakini neno la Mungu litakuwa tatizo kwako mwenyewe. Kama huwezi kuleta haki kwa mwingine, hauwezi kulitumia neno la Mungu lilete haki kwako. Usielewa maana ya haki? Kwa hiyo unaweza ukasoma na usinufaike na kilichomo. Unaweza ukajifunza lakini usinufaike na kilichomo. Unaweza ukapokea neno na likusaidie. Neno halitakusaidia kwa sababu hatua ulio nayo inasababisha neno lenyewe la haki usilijue sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakosea kwenye matumizi ya neno la Mungu. Unapojua naona umefanya sawa, lakini kwa ukosea. Kwa nini? Hatua yako. Kumbe hatua inaweza kunisaidia kuweza kulitumia neno la Mungu na kulielewa. Hatua inaweza kunisaidia kulitumia kwa usahihi neno la Mungu na kulielewa. Angalia hapa. Angalia vizuri kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza
ile sura ya 13. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 13 ule mstari wa nitasoma hapo mstari ule wa 11. Nitasoma na ule mstari wa 12. Biblia inasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea nilipokuwa mtu mzima nimeyabadilisha mambo ya kitoto. Nijaribu kugusia kwenye hatua. Sawa? Hatua hainifanyi tu nimjue Mungu kama mtoto, lakini nitajielewa nitapokuja kwangu mwenyewe, nitakaa kwenye nafasi ile. Kuna utofauti wa kufahamu kama mtoto na mtu mzima. Tuko pamoja? Kwa hatua inaweza ikapunguza uwezo wa neno ndani yako. Hatua inaweza kupunguza utukufu wa Mungu ndani ya jambo la Mungu. Kwa unaweza kulikuta ghafla neno la Mungu hata kama lilikuwa na nguvu kiasi gani, lakini ndani yako ghafla lile neno unalikuta ghafla limekuwa halina nguvu ndani yako, kwa sababu ufahamu wako utaishusha imani na ule uwezo wa neno utatenda kazi kwa kiwango kidogo. Sasa jaribu namna hii. Umeikaa ukafikiria juu ya hatua yako na juu ya safari yako ya wokovu. Kuangalia hatua yako na safari ya wokovu. Kujarudie namna hii. Wenzetu walipata nafasi, wana wa Israeli walipata nafasi kwamba mnaenda nchi ya Kanaani. Sio hivyo? Sio hivyo? Amen. Lakini ugumu wa mioyo yao, sehemu ya kutembea wiki moja walitembea miaka 40. Si unaelewa? Asipo kwa sababu mtawazungusha sasa nione ni wajaribu. Kwa sababu ndani ya miezi 3 tu walianza kumlalamikia Mungu. Miezi 3. Miezi sio. Baada ya kutembea safari ya miezi mingapi? Walianza lawama. Miezi 3. Haikuchukua kwanza miaka, miezi 3 walianza kulalamika. Wakaanza kukumbuka matikiti, wakaanza kukumbuka matango, wakakumbuka na tangawizi. Kwa sababu tungekufa kwenye masufuria ya nyama yale kuliko hii safari. Lakini wameteseka kwenye utumwa miaka mingapi? Miaka 430. Kaendelea kujerudia tena. Ujai kama ale ukafikiria ukasema, Mungu aliniambia sasa hivi mambo yatakuwa sawa, na sasa ni mwaka mmoja unaisha, ni miaka 2 inaisha, au ni miaka 3 imeisha. Hata kama nimeona neema zingine za Mungu nyingi, lakini sio kila kitu kimeisha kabisa. Mbona bado zingine ndogo ndogo zipo? Lakini kwenye mateso yako umetembea miaka mingapi? Toka ukiwa mtoto mpaka ukiwa mtu mzima, ni miaka mingapi? Miaka ya umri wako. Na ulipambana nayo ikashindikana. Yalikutesa kweli kweli ndani ya miaka 30, miaka 40, miaka 50 umetembea nayo. Lakini angalia namna ambavyo unapambana na Bwana. Wale wanasemaje? Matikiti, matango. Wewe unasemaje? Bwana alisema kila kitu kitakwisha kabisa Bwana. Sasa umemaliza, asante tumemaliza vingine. Lakini vipo vidogo vidogo vimebaki Mungu, navyo vinanisumbua. Unakata tamaa. Kwani kuna tofauti? Hakuna tofauti. Sasa Mungu akikuuliza unakumbuka Misri ulikaa miaka mingapi? Teso moja la Misri inafanana na hapo kadogo kaliko baki. Lakini umekata tamaa kwa ajili ya kadogo kaliko baki. Alafu unamlaumu Mungu na kumnung'unikia. Nataka uone, ninachotaka kukuonyesha hatua inavyoweza kukufanya
uyapambanue mambo sawasawa nacho. Uyapambanue mambo sawasawa nacho. Ukifika mahali unaweza ukaanza kuelewa sasa inakuaje. Kuna wakati unaweza ukasogea mbele za Bwana, ghafla unavyomtafakari Mungu, haijalishi atafanya kitu kikuu namna gani, lakini namna ya kiwango chako kitasababisha umtafakari Mungu kwenye kiwango chako. Mungu anapotaka kufanya zaidi, anaona kabisa mtagombana kwa sababu nataka kumpa kitu cha zaidi. Angalia namna hii. Kuna majukumu kwenye familia, hasa yale majukumu ya mwili. Ghafla unakuta wameanza kukutwisha wewe, na wewe unajiona ni Yusufu. Nini utasema? Utasema mmeacha wakubwa. Hii familia sio ya haki, imeanza kuonea watu. Nataka angalia malalamiko mengi kwenye familia. Wengine wanaona wametwisha majukumu ambayo hawakutakiwa kuyatwisha. Hata ukiangalia wewe sehemu kubwa sana, utaanza kuona moja ya mahali ambapo umekuwa ukilalamika kwenye familia ni kuona unaonewa, unapewa majukumu ambayo hukutakiwa kupewa. Nenda kaangalia kwenye kazi ya Bwana, hata humo wakati mwingi sana, hata taarifa zingine za Mungu, maagizo unayopewa ya Mungu, angalia malalamiko yako, unaona Mungu amekutwisha jukumu ambalo hakutakiwa kubeba. Ugomvi wako na Mungu, asipokupa kabisa, unaanza kumlaumu kwa nini hajakupa kitu cha kufanya kama wengine. Akikupa, unamwambia unajua Mungu umenipa jukumu kubwa kuliko uwezo wangu. Kwa nini hili ungewapa watu fulani wakubwa ukanipa mimi? Haleluya. Haleluya. Kumbuka, hatua inaanza kutafsiri. Nataka angalie. Ukienda kwenye kitabu cha Waamuzi, ukaangalia ile sura ya 6, utaangalia mstari wa 10 na kuendelea. Ukisoma kule chini utaona kitu Gideoni anasema. Mungu anasema simama wewe shujaa, sio mimi niliyekuita. Angalia kitu anachosema, mimi ni mdogo katika familia, mimi jamaa yangu ndo maskini kabisa. Mungu anasema wewe ni shujaa, yeye anasema mimi ni maskini. Anasema Bwana anataka kuwaokoe wana wa Israeli. Anasema baba zangu walituadisia matendo makuu, lakini Mungu ametutupa hapa. Sema hivi, hatua ina uwezo kukuathiri kisaikolojia. Hata rangi nyeupe ukaanza kuona ya njano. Unaweza kujikuta lawama zako ulizonazo ni nyingi kwa Mungu kuliko unazopeleka kwa za shetani. Kwa hiyo unaweza kujikuta kuna mahali unamlalamikia sana Mungu kuliko shetani. Unamnung'unikia sana Mungu kuliko shetani. Kwa nini? Kwa sababu hatua yako imekuharibu. Unajua wakati mwingine hatua kama hizi za kwanza ni kama pombe. Haleluya. Hata baada ya kutumia hela zote anaangalia kama ipo hiyo baki ya malizi. Hapo afikiri nyumbani anarudi. Kaangalia hiyo hatua yako. Umeikaa ukaangalia akili ulizo nazo na safari ulio nayo. Wananisema mwanzo unaenda wapi na uko. Fikiria kwa namna hii, hata kama wewe ungekuwa Mungu. Hata kama wewe ungekuwa Mungu. Hata kama wewe ungekuwa Mungu. Nilizungumza nikasema kuna watu kama watoto wachanga, unakumbuka? Akiwa na njaa analia. Akihitaji kitu analia. Sasa unakutana na mtu mwenye miaka 30, miaka 40, miaka 50, kila anachohitaji analia. Unafanyaje naye? Fikiria kama ni Mungu. Anakukuta kwa umri wako huu, kila kitu analia. Kila kitu analia. Anakuona ni kweli una njaa, lakini unaanza kulia unapiga kelele. Akichelewesha unaongeza sauti zaidi. Akichelewesha unawaita waombaji, jioni tulie kwa Bwana, mimi mambo magumu, tulie wote, unaongeza kilio na msiba. Nani? Haleluya. Amen. Umeishwa nguvu, anakuta kafu umeanza kulia. Anaona kabisa huna nguvu. Shida
Shida yako ni nguvu za rohoni. Ila sasa kuomba kwako sasa, unalia, utalia. Hakuna unachoeleza, unalia tu. Haleluya. Na wewe ukijenga umefanya jambo sahihi kabisa. Nimelia mbele za Bwana ili aweze kunipa. Mungu akikutazama haoni hoja yoyote. Nguvu za Mungu ni kama mtaji. Sasa mtu amekuja analia tu aseme, hata kama ana shida mtaji. Afu nafikiria ili kwa akili hizi nikimpa mtaji atafanya nini? Unaweza kumpa mtaji? Unajua azima. Ndio maana sishangae kwa nini nguvu za Mungu wakati mwingine kwa azipa. Angalia namna unavyozio. Unaonekana una akili. Sasa anafanyaje? Anaweza kukupa. Kwa sababu anajua kwa kuomba huku nikimpa atakwenda kutumia sasa. Haleluya. Amina. Nimekwambia asili kisaikolojia. Mimi nimefananisha na pombe. Anasema hawajui neno la haki. Maana hawawezi kuhukumu kwa haki, wala wenyewe hawawezi kuamua kwa haki. Wazalo kwenye namna ya hatua na mahusiano na Mungu. Usitafute adui, jiangalie wewe. Kwa sababu kuna watu wengine wako hivi, wanajitahidi kutafuta hatua za rohoni, wakue rohoni ili wawapendezeshe watu. Unaelewa? Kuna mwingine anatafuta hatua za rohoni, awe apande rohoni ili ashindane na Mkristo mwenzake. Haidi kushindana na shetani. Anataka ashindane na Mkristo mwenzake. Kuna mwingine anatafuta hatua za rohoni. Nenda kaangalie. Anataka na aonekane kwa watu. Si unanielewa eh? Sasa jiulize, huyu mtu wengi wanafanya na wengine wanatafuta hatua za wanapiti kweli ili apate kibali kwa watu, kwa mtumishi. Sasa unajiuliza, sasa wewe kama unakuwa kwa ajili ya mtumishi, inafika wakati kujitegemea. Inafika sheshe. Unajua kwa nini makanisa yanakufa? Kwa nini huduma zinaweza naendelea lakini ndani yake zinadumana kufa? Kwa sababu mtoto akishakuwa na meno yameota yote, yamebaki yale mawili au manne yale ya ugagoni yale, uwe makini sana kumpa ziwa. Ukimpa ziwa atang'ata chuchu na hataondoka naye. Wewe nikuonyeshe kitu. Nyinyi simenyonyesha? Wale nyonyesha kama hiyo shefa. Mtoto fizi zikikomaa, zikishakaa vizuri, zimekomaa vizuri, jaribio analofanya ni kufanya nini? Anang'ata nini? Meno yanapowasha wakati anaota, anafanya nini? Okay, anaota yote. Unaweza kashtuka washangaa chuchu hivi. Itakwambia kitu cha ajabu sana. Wakristo ndio wanaongoza kuwa wachungaji kuliko wachungaji kuharibu Wakristo. Huwezi kunielewa kwa haraka. Ili ukija kutenda kwenye kunielewa. Na ndio maana nenda kaangalie. Baada ya wewe kukua, kwanza hatua, anatakiwa akufundishe kula vitu vigumu. Sasa mara nyingi wanakufundisha kula vitu vyepesi. Alafu wewe ukija ukideka na yeye anaanza kukuchekea kwa sababu ni mtoto bado. Mwanangu kiroho anadeka. Haumpi kitu ambacho kitamsababisha aanze kuona amekuwa. Yeye andokea. Angalia. Akija. Karone ile. Mchungaji anakuja. Nini mwanangu? Wamekukwaza. Ndio inasumbua sana. Bwana atafanya kwa wakati wake, tulia. Kuja tuendelee kumsihi Bwana. Mimi niwahi kuambia hiyo. Inasumbua wewe mwenyewe, unatakiwa tengeneza. Kwa sababu ndio fundi wa ndoa. Na kuandaa wao ukae vizuri ukatengeneza ndoa yako. Utaki ukaa vizuri itakusaidia kukaa vizuri. Hakuna jinsi. Sasa naomba unamwachia ni mume wako? Unamwachia nani? Utakuonekana wewe ni kichaa, unamwachia mtu mume. Wewe kanyanga utafu unamwachia mume.
Una shida? Una kiti mambo kweli? Eti zinakuwepo kweli? Hapo ndo kwa zipo. Zinakuwa zipo kabisa. Hapo nakutafutia na mistari mizuri. Mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake mwenyewe. Sasa utaangalia utoke na faraja hiyo au ufanyeje? Ukitoka hapa akili yako inakaa sawa kwamba nahitaji kupambana, sio kulialia. Hivyo, haleluya. Amina. Akiingia kwa mfano anataka kuingia kwenye ndoa, unamwambia kabisa, mwanangu naingia kwenye ndoa. Huko ndo kwako, kwako sio kwa wazazi wako na wao walikuwa kwao. Unaondoka, usifikirie kurudi. Hakikisha hiyo ndoa unaiweza hata haijaisha nyoka. Unaambia namna hiyo. Anarudi kufanya nini? Na babaka angerudi kwao. Angekwaje? Wewe namna hii. Hatua inaweza kurahisisha mambo magumu. Wakristo wengi wanachukua mambo magumu. Wanaanza, Bwana atafanya, Bwana atafanya. Bwana inafika bali wanakufa nayo huko akisema Bwana atafanya. Hakuna wanachokifanya. Hatua. Mahali pa kupambana wanabaka sema Mungu shuka, Mungu shuka. Ashuka afanye nini? Kwa hatua ina uwezo kukusaidia na kukuua. Hilo lazima ufahamu. Kadiri unapodumaa mahali, uwe na uhakika kabisa kuna siku hata Yesu utasahau sura yake. Utasahau sura ya Yesu. Afu unasahau kama uliwaiokoka. Unasahau. Wewe nenda kaangalia watu wengi wanaokaa kanisani wamekaa, utafikiri ndio watoto wa mwisho. Unajua watoto wa mwisho watoka nyumbani. Wamekaa kanisani kama watoto wa mwisho. Wanaongoza kusumbua makanisa. Sasa ni wasumbufu. Mpendwa nitazama vizuri. Ni hivyo. Hata Yesu aitolea mfano akasema yule mtoto wa mwisho alidai urithi mapema kabla ya kaka yake. Sio? Anasemaje? Baba, mimi imetosha sasa. Nataka urithi wangu niende zangu nikateze huko. Hawa ni maandiko yasemi namna hiyo, wapendwa wangu. Nenda kaangalia Mungu alipata. Watoto unakuta wanajifanya wao ndio wao. Kuna mtu anaweza kafika mahali anamuona Mungu kama mjomba wake, kama babake. Muulize aliokoka lini, alafu muulize nini anachokifanya, alafu muulize yeye ni kitu gani alichofanya akajiona yeye ni mtu mzima kwenye wokovu. Matendo yako yanaweza kukutafsiri. Matendo, yaani kuna matendo yanaweza kukutafsiri wewe ni mtoto au ni mtu mzima. Matendo tu. Ukisema Mungu nahitaji anakupa jambo moja au unapolichekecha. Ukajichekecha na wewe usilielie kama hawa, unajua kabisa wewe sasa naenda kukua. Mungu anapima kutoka na majukumu. Hatupimi kutokana na maagizo. Kuna kitu kinaitwa agizo, kuna majukumu. Agizo linaweza lisitendewe kazi, lakini jukumu litatendewa kazi. Sivyo? Agizo unaweza kaamua kutokutendewa kazi. Kwa Mungu anapotaka kukupima wewe, anakupima, anakupa jambo la kufanya. Anakuamua kutafuta jukumu, anakupa jukumu. Alafu aanze kuona. Sasa hizo hatua sio watu wengi wanafikiri sana. Na ndio maana watu wengi akifika mahali anatamani kuwa Mkristo, lakini anatamani kuwa huko ndani. Biblia inasema kukua ndani ya wokovu, kukulia wokovu kule ndani, kukua kutoka hatua hadi hatua, kuwa mtu mzima. Kuwa mtu mzima. Unajua kuna mtu anaweza kaa kwenye wokovu kwa sababu ya hatua yake, anakuwa kero kwa wengine. Unajiuliza kwa nini? Amekuwa tegemezi mno. Sina nielewa. Wewe angalia namna hii. Hata kwenye familia tu. Ukiwa umekuwa wote, wengine wana kazi kidogo. Yule ambaye anaonekana ni tegemezi sana, nini kinatokea? Anakuwa kero kwa wengine, anakuwa baraka. Anakuwa kero. Anaongoza kutokupigiwa simu. Hapigi simu. Kwa nini? Hata kiroho ni hivyo. Unajua ninapokuona wewe naona kabisa sio tu wewe ni Mkristo, lakini kuna mahali utanisaidia na mimi.
Unaelewa? Biblia inasema sisi ni viungo. Sasa unakuta kiungo hiki hakiwezi kushika kijiko, hakiwezi kushika chochote, hakiwezi. Ndio miaka inaenda. Ukisema wapendwa huku. Sasa wewe ni nani? Haeleweki, ni mkono, ni kichwa, ni sikio, haeleweki. Maana kifanya kazi yote. Alafu nafika mahali unasema tuko pamoja. Unafika sasa, Mungu tutembee pamoja. Biblia inasema katika Yohana 15 ule mstari ukisoma kuanzia ule wa pili hadi wa sita, wewe nisomee ule mstari wa 4 na wa 6 kama unaweza kusoma. Amnaandika, Biblia inasema hivi: kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Tunaelewa? Na kila tawi lizaalo hulisafisha ili zidi kuzaa. Kila akae ndani yangu nami ndani yake, kama tawi lisiloweza kuzaa peke yake, mtu asipokaa ndani yangu hunyauka, anakauka. Usizini, kwa nini ananyauka? Kwa sababu hajazaa tunda. Kwa nini alemeni? Ni mkono ambao ufanye kazi ndani ya Yesu. Yeye mwenyewe anaruhusu ninyauke. Alafu anasema wanakuja waokota kuni, wanaenda kuchukua, wanaenda kuchoma. Mwingine hajaelewa. Unaelewa maana ya waokota kuni? Wanaenda kutumia wanaotaka. Mwingine hajaelewa. Haleluya. Amina. Ukichukua kuni nyumbani, kazi yako naendaga kufanya nini nyumbani? Kupikia? Kupikia? Ndio. Umaiangalia Wakristo wengi sana ndio misukuru ya watu wengine. Natumia lugha ngumu, utanielewa. Wanaongoza kufanya vibarua. Wanaongoza kuomba. Wanaongoza kuangalia wengine. Mimi natumia lugha ngumu, lakini unaweza kunisaidia. Wanaenda kakaya hata kwenye maduka, sisi tunaongoza kubeba makaratasi changia. Sio hivyo? Masokoni na hivyo. Ndio sadaka natakia tutoe sadaka, tusupport injili ya Bwana. Sio wanafanya kwa hiari, sisi wenyewe. Lakini nenda kaangalia tunachokuwa nacho sisi. Tunatakiwa kumiliki mambo makubwa. Nenda kaangalia wanaoongoza kumiliki. Haleluya. Tunaongoza kufanya tukadi tudogo yaani unakuta huyu si anauza pipi, huyu si anauza tukadi sijui. Ukienda kuona vibaba wanametuaje kwa ajabu. Wapi? Mtu anapiga vibaba miaka 5, miaka 10. Wanaongoza kuwa na mawazo ya ajabu ya dunia ambayo mpaka unaanza kujiuliza. Ndio ukweli. Hata tutoke huko nje, tukaangalie maduka na tukaangalie tu vibanda tu ajabu. Unasikia huyu ni mwombaji wa kanisa fulani, huyu ni kwa ndio walivyo namna hii. Haleluya. Akiwa kanisani mimi ubarikiwa pamoja na Ibrahimu mwenye imani aliyepata ajili. Ngoja wewe. Mpaka Isa anajiuliza hivi nilimpia huyu kutoka nini? Haleluya. Sio unanielewa? Anazunguka na maji. Sasa haya amefanya, yaani kama amepata mtaji wa tikiti ya kukata, haiwezi kuendelea zaidi. Ukimwambia sasa unatakiwa uongeze biashara, asema Bwana atanibariki katika hii. Mahitaji yanaongezeka, nini anafanya? Anakuomba huko. Unaelewa? Mahitaji, kwa nini hawezi kwenda zaidi? Anasingizia ratiba za ibada, hasingizii kuongeza kazi na mbinu muda mchache azalishe kikubwa. Anasingizia muda wa nini? Haleluya. Mimi nilikuwa nikitazama, unajaribu kumpa wazo kubwa, anatafuta kama wazo yako makubwa, anatafuta kadogo, anakabeba.
Aliko ni hilo, Bwana amesema tutaanzia chini. Unaanzia chini. Mwaka wa kwanza. Kwa kwanza haitarishi. Mwaka wa pili. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Muda wao haujali. Yaani muda wake haujali. Anaweza kukaa kuanzia asubuhi na subiri muda wa ibada wa saa 9. Lakini masaa mengine yote ana kitu cha kufanya. Na apige hesabu kwamba ameingiza nini. Kwani ndio hiyo hiyo. Lakini ni mtu anahitaji haya ninakuwa nimekosea. Sasa akitoka hapo nini kinachofuata? Ukitaka kuwa maskini ujue kabisa utawazalisha wengi. Hilo ujue. Kwa sababu kila kitu utahitaji. Hela yako itakuwa inatoka. Hauna akiba. Mnanielewa? Amen. Ndio maana nimesema msugure. Mnazalisha wengine. Ni mko vile. Ukitoka namna hii, utanielewa tu taratibu. Kuna siku mtakuja kunielewa. Nenda kwenye vibanda. Kuna siku moja Mungu alizungumza na mimi nilishangaa sana. Nenda kwenye vibanda. Alinizuia kununua vitu vidogo vidogo. Alikuwa ananizuia kununua vitu nini? Vidogo vya kupima hivi vya kupima Hata kama sina hela, alinizuia vya kupima. Nilimwelewa. Wewe kila siku unaenda kununua mchele. Sawa? Mchele, sawa? Mchele shilingi ngapi? Ndio ni saizi. 1300. Kama 1300 mule mnandonya 30. 32. 32. 32 maana yake debe liko kwenye 30. Haya piga 300 mara 32. 9,000. 9,000 tuseme karibu 10,000. Haya wewe ile 10,000 umemzalishia mwingine. Kwa nini hizo budget usiweke nyumbani kwako? Na bado hajakuibia bado. Apata ngao ya 34. Hai, wewe si msukule wewe. Maana hivi ukimaliza saizi unaenda kupima kila kitu. Kwa sababu bajeti yako haitoshi. Ukijaribu mambo magumu tayari. Unajua tunapozungumzia hatua haiathiri tu kilo inaenda mpaka kimwili. Ukifika mahali ukifikiria nyanya za 100, za 200 unaendelea za nyumbani. Kesho za 200. Kesho kutwa za 200. Unajua nimekuwa nikijifunza. Kwa nini namna hii? Mimi wanapiga hesabu siku nyingi nakaa naangalia namna hii. Ukienda kununua fungu la karoti za 500 kule sokoni unakupa zaidi ya 6. Ukienda mtaani wanakuuzia 200 kubwa, ndogo 100. Sio hivyo? Lakini yeye amenunua 6, 400, 500. Na zikiwa nyingi wananunua 200 fungu. Wewe anakuja kukuzia 200 moja. Kesho kutwa. Akili hizi mnaenda nazo kwenye wokovu. Wewe unaingia ibadani unatoka wala hujali umepokea hujapokea na kesho utarudi tena. Kwani unajali? Hujali umeingia na kutoka. Sisi mradi nimefika kanisani, nimemaliza nimetoa sadaka, nimeimba, walichoniamsha kila kitu nimefuata na ni nyumbani. Kuna utofauti gani? Si ni yale tu. Nitazameni vizuri lakini hili ndio neno la Bwana. Unafika mahali unataka mahusiano vizuri na Mungu, unayapata wapi? Kwa sababu wewe hapo kama hujafanya kitu nakuta hakuna kinachoweza kwenda. Unaelewa? Mahitaji ni makubwa ndani. Kwa nini? Kwa sababu
utoto wako kiroho haujakuongezea kwamba kesho naweza nikatenga. Leo wewe huwezi kutenga muda wa kuomba ndani, ufunge siku 3 uombe. Ukifunga siku 3, mahitaji yaliyokulemea nje ni makubwa, ambayo kiasi ya kwamba ukiyafikiria na lazima kuwa naomba huku unaendelea kufanya kazi. Unaendelea kusema haleluya. Mimi siyasema mwache hizo biashara zenu za ajabu. Endelea nazo. Muendelee nazo. Muendelee nazo. Muendelee nazo. Kwani mnapiga hesabu, mpige sana. Na hizo biashara muendelee nazo. Najaribu kuambia athari ya hatua. Sasa mbona umeingia kwenye masuala ya uchumi? Sijaingia kwenye masuala ya uchumi. Haki ya Mungu inayotoka kwenye neno na kusaidia sio tu kiroho hadi kimwili. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakafika mahali ukataa kuishi kama malaika. Na malaika wana chakula chao wanakula huko mbinguni. Hawakai bila chakula, wana chakula wanakula. Asikudanganye mtu kama wao hawali. Wana sehemu yao ya chakula. Sio tu nguvu, wana chakula nacho wanakula. Kama ilikuwa uchumi. Wewe unatakiwa ule chakula. Haujala wewe utafanya nini sasa? Mwili wako utafanya nini? Kuna mambo ya kile utafanya? Kwa kulichukua neno kuliweka katika hali sawa ili uweze kutenda haki na hukumu kwenye kila hatua. Ili uweze kupambanua unataka uweze. Kwa hata kama Mungu akitaka kuja kwako, inabidi aje kama mtoto. Sasa akija kama mtoto, kwenye akili zako na maana yako sana nataka Mungu mkubwa, lakini hatua yako ni ya utoto na Mungu anamtafsiri kitoto. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuja kwenye hatua kubwa, hawezi kikutazama anakuona ni mtoto. Mtoto hawezi kubeba jukumu. Unaelewa? Kwa hiyo inabidi aje kukupa faraja. Ipo siku utabeba jukumu. Kuna kitu ndio ahadi. Ile mstari wa 13 na wa 14 unasemaje kwenye ile Ibrania? Ile tano. Mtaelewa tu. Mtaelewa tu. Kuna wakati unaanza kulaumu, unajua mimi Mungu amenisahau sijui nini na nini. Lakini unaangalia vizuri hatua yako vizuri ilivyo na maana. Inasemaje? Biblia inasema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Ndiyo. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Aha. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Aha. Ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Inatosha kabisa. Watoto wachanga hawalijui neno la haki. Hawezi kupambanua kitu gani anakipoteza. Wanahitaji mahitaji lakini hawapambanui muda wao ulivyo wa thamani. Ndio maana ni rahisi sana Mungu akawa na wewe, lakini kuna wakati akaamua kukuacha. Kwa nini? Kwa sababu anapohitaji uwe mtu mzima, maana anahitaji uwe faida ya wengi. Nenda kaangalie wewe. Unahitaji upako lakini huna ratiba ya kuwanufaisha wengine. Unahitaji neema ya Mungu lakini hauna ratiba ya kuwapa watu wengine. Siku moja nimeisema, ikasema hivi, umaskini wa sasa ni tofauti na wa zamani. Zamani walikuwa walimi inawezekana mashamba mengi na mifumo mingi ya uchumi kuliko sasa. Sisi leo tuna mifumo mingi sana ya uchumi. Lakini tatizo kwa nini ni maskini? Kwa sababu ndani yetu viungu vyote tunapika chakula cha leo. Yaani kasufuria unakopikia leo wewe, hata mtu aliyekuwa anaishi mmoja miaka ya nyuma alikuwa hawezi kupikia. Unanielewa? Yaani anapika, anafikiria mgeni. Hivi nikija nyumbani kwako sasa kuna chakula chochote kwa mgeni? Mwanangu anasema ugali. Kiporo tena cha ugali. Unamweka kule na una budget kabisa. Mgeni akija ina kitu. Mgeni akija ina kitu. Biblia inasema kama huwezi kutoa, huwezi kupokea. Ukiona huna akili ya kutoa, una akili ya maskini. Nisikiaje? Watu wengi ambao wanajifanya mabaili ndio watu wengi ambao wanakuwa hawana hela wakati wote.
Wewe kaangalia watu ambao hela zao zinawauma, ndio ambao hawezi kumsaidia yeyote. Kaangalia maisha yao, huwa wanakuwa hawana kitu. Ukienda kile unakwenda hana kitu. Haleluya. Sasa kuna mtu anaweza akaja ahitaji upako kwako. Kwa namna ulivyo mbaili, huwezi kutenga muda kwa ajili ya kuachilia upako kwa wengine, wala kubeba mzigo kwa ajili ya wengine. Nenda kaangalia, hauna chochote. Akija hauna upako. Sasa nimekuja, unajua pombe nahitaji unisaidie nguvu kidogo, japo kwa niinuka kidogo nimeshindwa. Tasema sasa labda tumuombe Mungu ashushake. Nataka neno lako nisaidia. Nenda kaangalia, hauna kitu. Kwa sababu wewe unataka neno kwa ajili yako. Hata unaposoma kwenye madaftari yako neno Mungu analoachilia, unafikiri unachukua kwa ajili ya wengine? Unachukua kwa ajili yako. Na ndio maana pointi katika pointi 1000 unagawa 5, 10, 100 unazichukua za kwako. Zile zingine hazikufanya. Haujui kama safari utahitaji. Kwa sababu hutaki wengine waje kudai. Angekuepo fulani. Kwa mfano mwana angekuepo fulani angejifunza hivi. Kwa nini ndio chukua kwa ajili yako ili na umsaidie mwingine baadaye? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukienda kwenye hatua, kunaweza kutengeneza mahusiano na Mungu na kunaweza kuharibu na mahusiano na Mungu. Kwa sababu kila Mungu anapokuja hamtaelewana. Hatua yako itakuvuruga usielewane na Mungu, au hatua yako itakufanya muelewane na Mungu. Kwa inaweza kufanya mahusiano mazuri na Mungu, au itakufanya msielewane, mwachane na Mungu wako. Hapa hakuna uchawi, ni hatua. Unajua kuna mwingine anasema kuna watoto ambao wanabaki nyumbani, wale wanaonekana ni tatizo. Mzazi anakuwa naye anasema, "Wewe ni hapa hapa." Ukisikia namna hii, sio kama anakupenda. Unatakiwa muhudumie huyu, mnajua ndio hapa hapa. Anakuambia hili ni janga la nyumbani, unisaidie kubeba. Aende wapi sasa? Hakuna kwa kwenda. Huyu ni mtoto wa hapa hapa. Angalia vizuri, wewe ni tatizo. Yaani kuna watu wanafika mahali umekaa mwaka wa kwanza, hauna maono yoyote ya kufanya mambo makubwa ya Mungu. Hausikii wito wowote ndani. Mwaka wa pili. Kwa kweli, Mungu anaendelea kusema, "Mwanangu, endelea kuna." Endelea kujifunza, ujue ni changamoto. Haleluya. Kwa inaweza kusababisha kama nilivyosema kugombana na Mungu au kupatana na Mungu. Lakini hatua ndiyo inayoweza kutengeneza, mimi napenda kutumia neno maelewano. 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 Kama hamtaweza kuhama hatua, hautaweza kuhama hatua, kuna namna maelewano na Mungu haiwezi kuwepo. Kwa hata kama ukitaka Mungu wako mkae sawa, hamtakaa sawa naye. Hamtaelewana. Maana maelewano yanategemea hatua. 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 Unaona mtu anapanga mpango na watoto wachanga. Sio nataka Mungu aanze kupanga mpango na wewe kwa ajili ya nini? Maelewano. Maelewano na Mungu. Kwa usilalamike, lakini angalia maelewano yako na Mungu yakoje. Wengi tunatamani hayo mambo, lakini hatulizingatii hili. Kuna mambo tunataka Mungu azungumze kwa uwazi na sisi, lakini changamoto tulionayo ni hiyo. Ni changamoto ambayo inatusumbua. Kwa sababu watu wengi wanatamani kuwa na Mungu, lakini hawafikiria bali ya hatua yao. Simama nazungumza hatua eti. Nikisema hatua unaelewa
Unajua kuna wengine wana maombi ambayo yamekaa, yani yanafanana kama nguo ambayo ameivaa muda mrefu mpaka imekuwa ya kijivu. Yaani kuna nguo kivaa muda mrefu kipigwa na jua ikikaa muda mrefu hata kama ilikuwa nyeupe, baadaye itaanza kuchukua na rangi mbalimbali, baadaye unakuta imekuwa ya kijivu. Sio leo. Sasa wewe kuna maombi ambayo unayo. Ndio umeanza. Hayakombi, yako vile vile. Masaa ni yale, dakika ni zile zile. Changamoto. Angalia kwenye kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 3. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Ndio neno maana bwana. Hakuna mabadiliko. Hata shetani akikaa na mnaye anajua akiingia kuomba saa 5, saa 6 kamili maombi yataishi. Hawezi kuzidisha hapo. Kwani saa 5 na karabara 5, saa 6 kamili anamaliza. Kwa ukiingia baba katika jina atasema tulieni kidogo. Mama tulieni kidogo. Ikifika saa 6 amemaliza. Anakuja kushughulika na wewe. Sasa anajua hawezi kuamka tena hapo. Ni nusu kaputi, nusu kifo. Haleluya. Kama tunasema Mungu wetu wa maongezeko, maana yake Mungu wetu ni wa hatua. Sasa leo sasa kama sisi hatuwezi kuwa na hatua, maana yake tunapinga lile la Mungu wa maongezeko. Maana Biblia inasema utukufu hadi utukufu. Sasa ule utukufu Mungu ukikaa muda mrefu hauwi utukufu tena. Mungu wa maongezeko, Mungu wa hatua. Na wewe unahitaji kutoka hatua. Huwezi kutoka, maana yake unapingana na neno la Mungu. Haleluya. Ukiwaambia warokole yani hapo Wakristo ndo wanakuona kabisa, wewe utafikiri yani unaleta injili sijui za wapi, lakini ndio injili ya kweli. Haya ndio mafundisho ndio ndio kusikiliza ambayo Mungu anataka kukuambia. Haleluya. Amen. Kama haujawahi fikiri kwamba ujinga wako kiroho unaenda kuleta athari kwenye maisha yako ya kawaida. Nenda kaangalie. Mtu yoyote ambaye hana uelewa wa kutosha kwenye neno la Mungu, nenda kaangalie kwenye maisha yake. Nenda kaangalie. Wengine wana maisha mazuri lakini hawalijui neno la Mungu. Nitakwambia vizuri sana. Wewe unaona maisha mazuri kwa nje, kawaulize kwa ndani. Kawaulize kwa ndani. Alikwambia. Kwa nje anaonekana na maisha mazuri, lakini kwa ndani anateketea taratibu. Anateketea. Haleluya. Usishangae ukakutana na mtu yuko kwenye gari nzuri kabisa la mamilioni, lakini ndani yake ni mgonjwa, amekosa tumaini, anatamani kama angekufa wakati wowote. Anatamani hata kama gari. Sio mwingine anaendesha rafu. Ana gari nzuri afu anaendesha rafu. Anatamani kama angekufa kwa sababu maisha hayo yanachoteketeza ndani taratibu. Anatamani asiendelee kuishi. Wewe nenda kaangalie watu wengi ambao hawana Mungu, wana maisha unaosema mazuri. Hata mtu anapozungumza unaona yaani hata anapokujibu kwa ukali unaona kabisa utafikiri akili zake yaani kuna kama mtu ambaye ameumizwa au kuna kitu kinamtesa ndani, hana kwa kupumulia, kwa anamalizia hasira kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa je kusema? Unataka kutembea na Mungu yupi? Mimi nataka kusema na wewe kidogo. Maana kuna mahali unaweza kusema nataka niwe mkamilifu. Nataka niwe na Mungu yupi? Sikiliza. Hatua sio Mungu anayefanya. Hatua inatokana na maamuzi ya kwako. Hatua
huwa inatokana na maamuzi ya kwako. Kwa Mungu anaanza kuwekeza kutokana na maamuzi ya kwako uliotoa juu ya hatua. Hakuna maamuzi ya kwako, hakuna, nilisema uthubutu kwenye sehemu iliyopita. Nitumia neno uthubutu, unakumbuka? Hakuna uthubutu kwenye wa hatua kwako. Uwe uhakika kabisa hakuna Mungu anafanya. Hakuna. Useme Mungu nisaidie hatua nyingine, nisaidie hatua nyingine. Yeye anaweza kukupa tangazo kwamba unajua unatakiwa kuingia hatua nyingine. Habari za mitihani na nini wewe ndio utafanya. Ila yeye amekupa tangazo, unaingia hatua nyingine. Unaingia hatua nyingine. Unaingia hatua nyingine. Tumefika bahari ya Shamu, tunavukaje? Anasema tulia hapo hapo, waje kwanza maadui na wewe uendelee kunikiri, usikimbie. Ili uweze kuwamalizia maadui hapo. Kwa hiyo unaona mara ngapi wale maadui wanaposogea kwenye maisha yetu, tunaanza kuwakemea na kutamani waondoke na kumwambia Mungu toa hao maadui wamerudi tena. Lakini Mungu ameacha namna hii wasogee ili akuvushe wao waangamie hapo ili wamtukuze Mungu wako. Nenda kaangalie wewe. Ni kile kile nge. Kwani Mungu alisemaje? Alisema subiri, aliwasubirisha mara wakaja wa Misri. Sasa angeweza kukata wimbi wakimbie mara moja. Mungu akimbia. Hataki watu wakimbie, anasubiri. Baada ya kusubiri, nini yatokea? Ukishasubiri, wakaja watu. Anaangalia, unamkiri Mungu bado na maadui wapo, unamwamini Mungu maadui wamerudi, ndio namwamini Mungu. Anachofanya hawatakuzuru, ila hofu zako sasa zitaanza kumaliza. Unaweza kukuta ghafla tatizo lako limerudi tena. Ulikuwa unaliogopa. Alafu unakusubiri. Unatakiwa kuvuka. Tatizo libaki kuvuka. Shetani aseme kwa kweli. Huyu ndiye na Mungu. Tunahitaji kukaa na Mungu. Lakini huyu Mungu anayekuja kutafuta matunda inakuaje? Amekuja kwako leo. Amewekeza leo, amekuja kwako. Kesho amewekeza anakuja kwako tena. Niambie unafanyaje? Fikiria umepanda mparachichi leo unatoa matunda mawili, ndio unajifunza kuota. Sasa kwa kweli sasa ndio umejitahidi umetoa matunda mawili. Unakuja tena mwaka mwingine tena umetoa matunda mawili. Kweli haufai kwa kuni huu? Nenda kaangalia kwako. Anakuja una matunda mawili. Kesho muongeza na tatu. Anaangalia mboa na sharuba ndio nayo juu ya kukulea. Anakuta bado akirudi tena una matunda mawili. Akirudi tena na kutunda matunda mawili. Mwaka mwingine anakuangalia kama wala masokoni ameenda kwa mwaka kwa mwezi mnaenda mara 2 au mara 3, unakuta hivi kwa mwezi mnaenda mara 2 au hujaenda kabisa. Kwa mwaka unakuta umeenda mara 5 au mara ngapi? Utazama hadi mwaka mwingine tena matunda matano. Anakuja tena matunda matano. Kweli haifai kwa kuni? Wewe fikiria mwenyewe kwa akili zako mwenyewe tu. Mnitazamage vizuri ndio. Ndio wakataki. Sasa Bwana hajajionyesha kwa kweli. Kwani Mungu asipokuonyesha kwa kwenda asubuhi, unalala? Huwa mnalala kinyumbani eti? Hajakwambia uende kazini, hajakwambia uende kokote kule. Unalala kitandani. Sina kumbuka. Lakini kwenye kazi ya Mungu hajasema Bwana. Simama. Simama mpendo. Matunda matano.